Niliingia Facebook kuangalia kinachoendelea Irani na Marekani, lakini nikakutana na hotuba ya John Pambalu wa Chadema alipokuwa akiwaaga wana Bavicha wenzake tarehe 13 mwezi wa kwanza 2025. Ni mwanasiasa, lakini nimejikuta ninalia machozi, na nikajifunza ya kwamba utumishi wa Mungu ni pamoja na utu, na mtumishi wa Mungu akikosa moyo wa utu ndani yake anaweza kuzidiwa na hata mwanasiasa ambaye moyoni mwake bado ana utu. Maana moyo wenye utu haukosi machozi, moyo wenye utu haukosi kuwahurumia wengine, moyo wenye utu haukosi kuwajali wengine. Kuna mtu mmoja aliona video ambao nilikuwa ninaongea kwa habari ya Mwalimu Christopher Mwakasege, nikitamani ya kwamba aangalie majira tunayoyapitia kama taifa na kuangalia somo analofundisha, somo la fedha. Kuna mtu alinichallenge akaniambia, mwalimu huwa ana ratiba zake za masomo, lakini wakati nasikiliza hii hotuba ikanikumbusha sana maisha ya Yesu ya huduma, na ninaamini kila mmoja tunajifunza kwa Yesu kwenye huduma. Tunaona Yesu wakati mwingine alikuwa kwenye safari zake za huduma, lakini kuna wakati mpaka alibadilisha ratiba yake ya huduma alipokutana na wahitaji. Kuna wakati alipoacha mkutano akaenda kwenye familia ya mtu kwa sababu tu kuna muhitaji. Kuna wakati alisimamisha mkutano kwa ajili ya Batimayo aliyekuwa analia machozi, akimwambia usinipite. Kwa hiyo moyo wa mtu, utu unazidi ratiba. Kuna wakati ambapo moyo unavunja ratiba kwa sababu ya kuguswa na jambo. Kwa hiyo kama ratiba zetu zitakuwa na nguvu kuliko mguso wa ndani unaohusisha utu, hata wanasiasa watajikuta wana nguvu ya ushawishi kwenye mioyo ya watu kuliko sisi watumishi. Nilikuwa natafakari hili andiko, naomba nilisome. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Nitasoma 36. Nasema, na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Maandiko haya yanamuelezea Yesu. Yesu alipowaona makutano aliwahurumia. Aliwahurumia kwa namna ambavyo walikuwa wamechoka na wametawanyika, mfano wa kondoo wasio na mchungaji. Kwa mtu aliyeko rohoni, akiangalia Tanzania kwa jicho la rohoni na ni mtumishi wa kweli, hawezi akatulia moyoni mwake. Maana Tanzania sasa hivi imetawanyika. Tanzania sasa hivi imechoka. Tanzania sasa hivi imechanganyikiwa. Tunatamani kuona watumishi tuwe wa kwanza kuonyesha moyo wa kuguswa. Siku moja tusilalamike pale ambapo kizazi kinachokuja kitakataa kwenda makanisani, kama ambavyo makanisa ya huku kwa wazungu vijana hawataki makanisa. Kwa sababu kanisa lisipohusiana na kugusa moyo wa mtu, lisipohusiana na kujali utu wa mtu, hilo kanisa halitakuwa na mguso kwenye moyo wa mtu. Kwa hiyo tuendelee kuangalia kila majira tunayoyapitia kwenye taifa letu, lazima tuwe makini kuyatambua. Maandiko kwenye kitabu cha Luka 19 mstari kuanzia wa 41 hadi 42.
Yesu aliwaambia Yerusalemu akiwa mbali, alipouona akaulilia mji, akamwambia, laiti mngejua majira ya kujiliwa kwenu, lakini yamefichwa. Means, maana yake kwamba Mungu analeta ujumbe pia kulingana na majira yaliyopo. Kwa hiyo wakati mwingine sisi ni wanadamu, unaweza ukawa umepanga ratiba yako, lakini pia neno la Mungu linatukumbusha kwa habari ya majira na nyakati. Hata Mithali sura ya 3 inaongelea kwa habari ya kwamba kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Mungu aendelee kutusaidia. Ninaomba nilete neno la faraja kwa wote ambao wamepatwa na magumu, wote ambao aidha wametekewa ndugu zao, wale ambao ndugu zao wameuawa na hawajui wako wapi, wamezika nguo badala ya mwili, angalau basi hata wangepata mwili. Hakuna mtu anayeweza kuwapa faraja kubwa kwenye wakati mnaopitia. Hakuna anayeweza kujua kiwango cha maumivu mlio nayo, na hicho maumivu mlio nayo hayatazibwa kwa siasa, hayatazibwa kwa ujanja. Lakini naomba neno la Mungu liwe faraja kwenu. Maandiko anasema Yesu alipokuwa karibu kwenda kuuawa msalabani, alimuita mama yake Mariamu, akamwambia, mama yake ambaye alikuwa Mariamu, akamwambia, mama, mtazame mwanao. Yesu alikuwa anamtambulisha Yohana mwanafunzi, maana kuna Yohana Mbatizaji na Yohana mwanafunzi. Yohana mwanafunzi kwa mama yake Yesu. Nini? Yesu alijua namna maumivu ya kumpoteza mtu wa karibu yako. Kwa akampa replacement, akamwambia, mama, mtazame mwanao. Manake unapomuona Yohana nione mimi. Lakini pia Yohana lakini pia Yesu akamwambia Yohana, akamwambia, mtazame mama yako. Hii alikuwa anatoa jukumu, wajibu kwa yule mama yake Yesu ambaye ataondokewa. Nini ambacho naweza nikasema? Mungu awainulie watu ambao watakuwa wafariji kwenu, ambao wataziba pengo la watu muhimu ambao mmewapoteza kwenye maisha yenu. Lakini pia kwa wale ambao ndugu zenu wametekwa, na wale waliowateka wanaendelea kuenjoy maisha, wanaendelea kuona kama madaraka yana thamani kuliko utu. Madaraka ambayo hata hauendi leba ili kuyapata, unakubali kuua mtu ambaye anapatikana kwa kwenda leba kwa uchungu. Unasahau maumivu hayo yote, lakini sio kwenda leba tu, unasahau gharama, maumivu ya kumlea huyo mtoto mpaka anakuwa. Mimi bado sijapata mtoto, lakini najaribu kuwaza maumivu ambayo niliyapata wakati nimepoteza mtoto mchanga wa miezi 7 baada ya ujauzito kuharibika. Na Mungu alikuwa amenionya kwamba nisimuombee mke wangu kupata mtoto, maana Mungu atanipa kwa wakati wake. Mke wangu aliponilazimisha sana, ikabidi nimwombee. Kwa hiyo Mungu akanionya kwa adhabu hiyo ya kumpoteza huyo mtoto, na kabla hajapotea alitufunulia mara 3 kwenye ndoto kupitia mke wangu. Pamoja na kwamba huyo ujauzito ulikuwa wa kulazimisha, maana yake alikuwa mtoto wa kulazimisha, sio wa wakati wa Bwana, bado aliniuma. Sasa tafakari mtoto ambaye umemzaa kwa kusudi la Mungu, lakini pia umemlea, una kumbukumbu za maumivu mengi, then mtu anaua huyo mtoto ili akae madarakani, madaraka ambayo hata utayaacha, hata ya kufaidi. Inahitaji uwe na karoho fulani ka shetani, ndipo unapoweza kufurahia hayo madaraka. Kama watu ambao wameshiriki kuua, watu ambao wametoa
oda za kuua ndio wanaongoza taifa, na wala hawastuki hata chembe ya huzuni, mnadhani ya kwamba mko salama, kwa sababu angalau basi mtu awe na chembe ya huruma kwamba kwa kweli hili sikulitegemea, hili limekuwa kubwa mno. Hata kama mfano labda alipanga labda watakufa hata 10, wametokea wamekufa labda zaidi ya 2000, wengine wanasema 10,000, basi angalau hata ule moyo wa utu wa kusema kwamba jamani, hii ni ngumu, kasema basi yatosha, hizi damu sitaki kuzibeba. Lakini kama mtu kama huyo bado ana ujasiri wa kuendelea kulisongesha madaraka, msizani ya kwamba mko salama. Taifa lote hamko salama, hata wa karibu hamko salama. Na mnaweza mkakumbuka, watu wa Mungu, kabla ya uchaguzi kabisa, tarehe 1 mwezi wa 10 2025, niliwajulisha haya kwamba kuna ndoto niliota hivi na hivi, na ninavyoona dalili tunaingia huko. Jambo pekee ambalo litatufanya tusiingie huko ni maombi. Nikawa ninataja mpaka watumishi wa Mungu, nawaambia jamani, watumishi wa Mungu, namtaja Mwalimu Mwakasege maana ninaiamini sana huduma yake na impact yake. Namtaja jamani, tafuteni hata namna hata kuitisha maombi kama imeshindikana kuwashauri hawa watu. Maombi yanaweza kutuvusha ikawa ni ngumu. Msizani ya kwamba taifa liko salama kama mnavyodhani. Na kadiri ambavyo tunazembea kumtafuta Mungu, tutakuja tunatengeneza bomu ambalo hatutalitibu. Hebu niambie, huyo mtu ambaye mnalazimisha akae sawa wakati amepotewa ndugu yake, mnajua moyoni mwake anawaza nini? Mnajua ndani yake anapanga nini? Je, amesamehe kweli kweli bila nyie kukiri kosa na bila kuwajibika, au ametulia akiwaza ni namna gani atalipa kisasi? Kuna watu watakuwa tayari kujilipua kwa sababu ya kulipa kisasi. Kuna watu watakuwa magaidi ambao hamtaweza kuwa control. Bora hata hawa ambao mnawaita wasiojulikana, ingawa wanajulikana, mnaweza kuwa control, maana mnawajua, mnawatuma wao. Lakini wakiinuka watu wasiojulikana kweli kweli, sasa hivi ni hao wasiojulikana bandia, ila wanajulikana. Lakini wakitokea wale kweli wasiojulikana, Tanzania haitakalika. Mtapenda mkae nchi zingine kuliko Tanzania. Naendelea kutoa wito, tunaendelea na maombi yetu kumuita Bwana kwa ajili ya Tanzania. Mungu atakumbuka sadaka zetu za maombi ambazo tunatoa. Lakini pia niwaambie watumishi wa Mungu, huduma ni neema tunapewa na Mungu, na upewi kwa ajili ya kulinda masilahi yako. Unapewa ili kutimiza kusudi la Mungu, na mojawapo ni kugusa jamii. Yesu, kitendo cha kuwa anaacha mkutano anaenda kwenye changamoto za jamii, inatufundisha kwamba huduma sio kuwahubiria watu tu kwenda mbinguni. Huduma ni kugusa mahitaji yao. Kuna wakati ambapo Yesu alipoambiwa na wanafunzi kwamba waage makutano waende, Yesu akasema, tazama wamekaa hapa siku 3, wasije wakazimia njiani, wapeni chakula. Manake Yesu alikuwa hajali tu roho zao, alikuwa anajali hata miili yao. Leo hii kama tutakuwa tunahubiri tu watu lakini hatujali maumivu yao, we are fake. Na utumishi wetu tumeshindwa kuufikia katika maeneo yote matatu ambayo tumeambiwa. Tunahitaji utumishi wetu uwe mikononi mwa Mungu na sio mikononi mwetu au mikononi mwa serikali. Serikali sikupangie cha kuhubiri, maana we sio mtumishi wa serikali. We ni mtumishi wa Mungu. Hata neno lenyewe linasadifu, we ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Maana yake ujitumikii wewe, hutumikii serikali. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Maana yake unapokea kutoka kwa Mungu na unafanya yatokayo kwa Mungu. Lakini kama tutaangalia ajenda za kuhubiri kwa sababu ya serikali inayotupa kibali, tumeshatoka kwenye reli, tumeshatoka kwenye utumishi wetu. Maandiko kwenye Ufunuo yaliwaambia kanisa mojawapo la Asia, linasema uwe mwaminifu hata kufa. Maana yake kuna wakati ambapo ukubali hata kufa, lakini unafanya cha Mungu kuliko kuogopa kufa, alafu ukaja kufa kwa homa na ukaenda jehanamu. Ukaogopa kufa kwa namna ambayo ni adhabu au kwa kuteswa,
lakini ukaenda kupumzika milele mbinguni. Tunahitaji kuchunguza utumishi wetu. Tunahitaji kuchunguza utumishi wetu. Mungu atupe neema. Naomba niombe. Mwenyezi Mungu na Baba yetu mbinguni, Yesu, tusaidie taifa la Tanzania, watumishi wa Tanzania kujua majira na nyakati. Bwana, tutambue ya kwamba Bwana, wewe ulifanya huduma, ulihubiri Injili, lakini haikuishia tu kuwa Injili, bali ulipowaona wagonjwa uliguswa na magonjwa yao ukawaponya. Ulipowaona wana njaa uliguswa na njaa yao Bwana, ukaomba chakula kikapatikana. Ulipoona misiba uliguswa na misiba yao, ukaenda Bwana kuwazika, ukaenda kuwafariji, wengine ukawafufua. Bwana Yesu, tupe kuguswa Bwana, tupe moyo wa utu Bwana Mungu. Tazama wanasiasa wasituzidi utu sisi watumishi Bwana Mungu, tusaidie. Mioyo yetu ikipoteza utu kama watumishi, hatuna utofauti na watu wengine wa kawaida. Tusaidie Bwana, saidia watumishi ambao umewapa huduma kubwa Bwana, ambao wana nafasi kubwa ya kulileta taifa kwako, lakini wanadhani kama kwamba huo wajibu au wahusu. Lakini Ezra aliambiwa, inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe. Uwe na moyo mkuu ukaitende. Baba, wasaidie kuwa na moyo mkuu wakaitende hii kazi. Ninaomba na kuamini kwa jina la Yesu, amen. Haki haichagui mtu. Haki inafata haki. Kwa tusidhani watumishi wa Mungu tutapendwa na watu kwa sababu tu tunaitwa watumishi, bali kwa sababu pia tunasimamia haki. Mungu atubariki.